Naitwa Mwalimu Herbert Peter Nkonjela, katibu wa chama cha walimu mkoa wa Songwe. Nimejitokeza hapa mbele yenu leo asubuhi kukanusha taarifa ovu ya upotoshaji ambayo imetoka jana, taarifa inayoeleza kwamba taarifa kwa umma, ambayo ina nia ovu yenye nia ya kuwachonganisha walimu na serikali, taasisi ya chama cha walimu na serikali kuhusiana na wahusisha walimu na zoezi lililopo mbele yetu la uchaguzi mkuu ambalo linafanyika tarehe 29 mwezi wa 10 2025. Naomba nikanushe taarifa hiyo, si taarifa sahihi ya chama. Chama kina utaratibu wake wa mawasiliano kupitia katibu mkuu, na taarifa hiyo inasainiwa na yeye katibu mkuu na inakuwa na muhuri ambayo inatumwa katika ofisi zilizo chini yake. Lakini taarifa hiyo inayosema taarifa kwa umma, hiyo ni taarifa ya uovu, upotoshaji ambayo inataka kuleta taharuki kwa walimu. Naomba nichukue fursa hii kuwasihi ndugu zangu walimu, tujitokeze kwa wingi na tuhamasishane kujitokeza kwa wingi katika zoezi la uchaguzi litakalofanyika hapo tarehe 29 siku ya Jumatano 2025. Na bahati nzuri serikali imeshatoa siku hiyo kama ni siku ya mapumziko. Tuitumie fursa hiyo kwenda kutimiza wajibu wetu wa kikatiba, kwenda kupiga kura. Maanake zoezi hilo ni la muhimu sana kwa hatima ya maendeleo ya nchi na maendeleo yetu sisi binafsi walimu. Tupate serikali ambayo itatatua kero zetu sisi walimu na wananchi kwa ujumla. Naomba nitoe rai tujitokeze kwa wingi kama nilivyosema hapo awali. Lakini la pili, kwa wale walimu ambao wamepata nafasi za kwenda kusimamia zoezi hilo, kwa maana mawakala na wasimamizi wasaidizi, naomba nitoe rai kwao kufanya kazi hiyo kwa uaminifu, wakimtanguliza Mwenyezi Mungu, ili waweze kulifanya hilo zoezi vizuri kwa hatima ya maendeleo ya nchi yetu kama nilivyosema hapo awali. Na naomba nirudie tena, taarifa hiyo si sahihi. Ni taarifa ambayo inataka kuleta taharuki miongoni mwetu, kutaka kuvunja amani iliyopo katika nchi yetu. Kwa hiyo naomba nirudie tena kutoa rai kwa walimu, tujitokeze kwa wingi na tuhamasishane kwa wingi, tujitokeze kwenda kupiga kura. Mimi nitakuwa namba 1 kujitokeza kwenda kupiga kura siku hiyo, na naomba na wewe na mwenzako tuhamasishane tuweze kutimiza azma hiyo ya kikatiba kwa hatima maendeleo ya nchi yetu. Asanteni sana kwa kunisikiliza.